Sasa hii ni kwa watu ambao wameajiriwa. Najua watu wengi yani kichwani kwao ni kwamba wanafanya kazi alafu wakistaafu waje watengeneze nyumba au wawepo kwenye eneo ambalo wataishi maisha, watapumzika, wataenjoy. Sasa wewe ambaye unaamini hivyo, fanya tafiti ndogo tu, sawa? Fanya tafiti ndogo sana katika mazingira unayokaa, katika jamii yako, familia, kwenu, kiujumla, kote. Angalia Tanzania hapa, yani kwenye mazingira yetu. Watu wangapi ambao wamefanya kazi, wamefika miaka 60 na kweli wanaishi wanaenjoy. Sio kuishi. Kuishi mtu anaweza kawa anaishi tu. Anaumwa mgongo, miguu, sio vitu gani. Zile ndoto zako kwamba utasafiri. Utakaa zako kwenye shamba hivi unafuga, unafanya biashara zako. Zile ndoto sasa zile ndio unazoziongelea. Wangapi wanaziishi? Mimi nimejaribu, nimekaa, nikaangalia kwa utafiti wangu binafsi ambao mimi nitaishi nao mimi. Kiufupi, mtu unatakiwa uishi. Yaani kuanzia muda unaanza kazi mpaka miaka ambayo utaondoka duniani. Lakini ukisema ufanye kwanza kazi, alafu ndo usubiri uje uishi, hicho kitu hakitatokea. Tena unaweza ukawa disappointed. Sababu unaweza ukamaliza kazi, ukawa sasa muda huo unaumwa, miguu, mgongo. Si mifano tunayo. Wewe fanya tu na wewe utafiti wako. Kwa hiyo fanya kazi, weka mipango ya kufurahia, weka mipango ya kuenjoy. Usisubiri. Sio kwamba uwe reckless, yani kwamba usiwe na mipango, hapana. Ila kusubiri kutakudisappoint. Na kama una uwezo, chukua muda tufanye utafiti, kwa sababu huko ni wote tunaelekea huko. Kufanya utafiti wako, wewe utapata majibu yako, utaishi nayo. Mimi simshauri mtu kitu chochote, ila kila mtu tu afanye tathmini yake. Alafu ni kwamba utagundua, je, unahitaji kuishi muda wote hata ukiwa kazini? Yaani kwamba uweke mipango, kama ni ile unapenda kusafiri na vitu unavyovipenda vyote uwe navyo na kuishi navyo kipindi ambacho uko kazini, au usubiri ufike miaka 60. Fanya utafiti wako, utapata majibu, utaishi nayo.